Neema alidhani maisha yake yameharibika, lakini mwanamke aliyekuwa mbele yake alikuwa ameumia zaidi. Baada ya maneno yale, Neema alibaki ameganda, hakujua kama alie au akimbie. Kevin naye alionekana amechanganyikiwa baada ya kuwaona wote wawili pamoja. Mwanamke yule akamwangalia Neema kwa macho ya huzuni, kisha akasema, mimi ni mke wake wa ndoa. Dunia ya Neema ikazunguka. Mke wa Kevin akaendelea kusema, sio wewe wa kwanza. Kevin amekuwa akitumia wanawake kupata pesa kwa muda mrefu. Neema akahisi mwili wake wote ukikosa nguvu. Kevin akaanza kuomba msamaha haraka. Baby, sio kama unavyofikiria, lakini safari hii Neema hakutaka kusikia chochote. Kila ahadi aliyowahi kupewa ilionekana feki. Mke wa Kevin akatoa simu yake kisha akamuonesha Neema picha za wanawake wengine tofauti. Wote walikuwa wametumiwa kwa staili ile ile: vocha, kodi, biashara, ahadi za future. Kwa mara ya kwanza maumivu ya Neema yakageuka hasira. Aligundua Kevin hakuwa ameiba pesa zake tu, alikuwa ameiba ndoto za wanawake wengi. Lakini kabla Neema hajaondoka, mke wa Kevin alimshika mkono na kusema, kuna kitu hujui bado kuhusu Kevin. Neema akageuka polepole. Unataka kujua zaidi? Usikose kufuatilia episode ya 5.